tunaweza tukasema kwamba Simba mpira unaonekana na wanaendelea kuandika historia nyingi na nyinginezo kwenye masuala mazima ya CAF. Of course, Simba Sports Club mara kadhaa wamekuwa wakifanya vizuri katika mashindano ya CAF, aidha ni Champions League ama ni kombe la shirikisho. Kwa sababu ukitizama Simba Sports Club kwa msimu huu ambao umetoka kuisha kwa maana 23-25, Simba ni finalist, kwa maana ya kwamba kwenye kombe la shirikisho wamefanikiwa kufika katika hatua hiyo dhidi ya RS Berkane. Kwa hivyo miongoni mwa kigezo kikubwa, mafakta kubwa ambayo yamepelekea Simba wakabidi nominate katika hiyo hatua ni hiyo hapo ya kwanza. Nakumbuka hata 2023 wakati Young Africans na hapo katika piki ya namna hii walibi nominated wakaishia nafasi ya 3 na USM Alger akachukua kwa sababu yeye Ahli alichukua kwa sababu alichukua club bingwa barani Afrika, lakini pia alikuwa amechukua na ile Super Cup. Kwa hivyo hata safari hii Simba amebi nominated, lakini nafasi kubwa unaiona ipo kwa Pyramids, kwa sababu Pyramids wao wamechukua kila kitu kwa upande wa CAF Champions League, lakini CAF Super Cup pia wamechukua wao. Kwa hivyo nafasi kubwa inakuwa kwao, lakini tunazungumzia kitendo cha Simba Sports Club kutoka Tanzania NBC Premier League kuwa nominated katika hatua hizo ni miongoni mwa hatua kubwa, na hiki ndio kitu pekee ambacho kinaweka utofauti kati ya Simba Sports Club na vilabu vingine. Simba wanafanya haya in consistency, sio kwamba ni fluke kwamba wamekuja tu pap wakaondoka. Simba alianza hatua za robo finali CAF Champions League anazo 4, shirikisho anazo 2, na ukichanganya hii ya finali, lakini sio anakuja na kuondoka kwamba kafika robo finali aishie makundi kama Young Africans. Kuna msimu alifika hatua robo finali akapotea, akaishia makundi, sasa hivi anateseka pia kufika msimu wa mwaka juzi aliishia mwaka juzi makundi. Kwa hivyo anahangaika, mwaka huu anahangaika dhidi ya Silver Strikers, mpaka sasa hivi hawafahamu kama watafika hatua ya makundi au la. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba Simba kinachombeba zaidi consistency, kwamba kufanya katika hatua kubwa. Robo finali ukirudia inamaanisha kuna siku utavuka zaidi ya hapo. Hata msimu huu Simba unaiona mbali kabisa kwamba jinsi ambavyo ilivyo chini ya Dimitar Pantev inavyojitenga, unajua kabisa Simba Sports Club kuna jambo lao wanalitengeneza. Kwa hivyo sio kitu cha kushtua sana, lakini ni kitu cha kusema pongezi kwa uongozi wa Simba Sports Club, pongezi kwa wachezaji wa Simba jinsi ambavyo wanapambana, utofauti wao na vilabu vingine kutoka Tanzania, jinsi ambavyo wanaamua kutengeneza zile goals zao ni kubwa zaidi. Kwa hivyo kwa Simba kuwa nominated ni moja ya hatua kubwa, lakini pia ukiachilia mbali hivyo Simba ametoa mchezaji ambaye tunasema nominated pia katika wachezaji ambao wanaania wa tuzo mchezaji bora barani Afrika. Nitakusomea hapa Abu. Ndio, Shomari Kapombe. Kwanza yuko hapa Shomari Kapombe akiwa amewekwa chini, lakini ngoja nianzie chini. Yuko Ron West Williams, goalkeeper wa Mamelodi Sundowns, lakini pia yupo Aymen Diemen, yupo Mark Duduf, yupo Quarl Mendy, wako wengi sana, lakini pia yuko Sterling Mwambali. Lakini moja ya wachezaji ambao nahitaji kuwataja hapa ni kwa upande wa hawa ni magolikipa ngoja. Hawa ni kwa upande wa magolikipa niliowazungumza. Shomari Kapombe yuko Osama Lamliu, yupo Mohamed Chibi, yuko Mohamed Himran. Hapa Habu nitaka kuzungumzia kuhusiana na uwepo wa Fiston Kalala Mayele, lakini pia uwepo wa Shomari Kapombe, Osam Loleo, lakini pia Imam Ashur. Kwangu mimi ukimtizama Fiston Kalala Mayele pamoja na Shomari Kapombe, kuna taswira unaipata kwamba Fiston ameanza kuonekana mara baada ya kuwa NBC Premier League. Alifanya vizuri akiwa kule Kongo, lakini aliishia kuwa na magoli 18 ndani ya ligi. Kimataifa hakufanya vizuri. Alikuja kung'aa dhidi ya Young Africans mwaka 2023. Akaingia katika vinyang'anyiro kama hivi, lakini hakufua dafu. Mwaka ambao Yanga waliingia mpaka finali, ambapo tuzo hili lichukuliwa na yule mwamba yule Pesi Mbuzi Tau wa Al Ahly kipindi hicho. Na safari tena ameingia akiwa na Pyramids. Hapa pia ameingia Shomari Kapombe akiwa na Simba Sports Club. Sasa nataka kusema nini? Kama Simba Sports Club wakifanya vizuri katika hatua ya katika mashindano haya klabu bingwa safari hii, labda wakafika hata hatua ya finali, Shomari Kapombe anakwenda kuondoka na hii tuzo. Kwa sababu mara kadhaa imekuwa hivi. Ambaye anaikosa mara anabi nominated, ukija kubi nominated tena endapo klabu yako ikifanya vizuri
basi ni rahisi sana kuichukua tuzo hii. Kwa hivyo Shomari Kapombe hii tunasema ni hatua ya kwanza kuelekea hatua ya mafanikio. Kama ambavyo ilikuwa hatua ya kwanza kwa Fiston Mayele kuelekea mafanikio, mpaka hivi sasa tunampa asilimia kubwa. Binafsi mimi asilimia 85 mpaka 90 tunampa Fiston Mayele, kwa sababu amechukua tuzo ya mfungaji bora katika ule msimu ambao Young Africans walikosa tuzo ya kikosi bora. Yes, lakini waliishia hatua ya, walikuwa ni CAF finalist kwa upande wa kombe la shirikisho. Safari hii Fiston Mayele amechukua kila kitu. Mfungaji bora, mchezaji bora, ndio hii anaigombea sasa hivi, lakini timu yake pia imechukua CAF Super Cup, imechukua CAF Champions League. Kwa hivyo ana wasaa mzuri na mpaka hivi sasa anafunga sana. Kwa hivyo unaweza kuona kabisa hapa Fiston Mayele ni moja kwa moja. Lakini kwa Shomari Kapombe naweza nikasema kwamba ni hatua nzuri kuelekea kubi nominated ama kuchukua hata hii tuzo ya mfungaji bora, ya mchezaji bora barani Afrika. Kwa hivyo binafsi kwangu mimi Shomari Kapombe anaipeperusha vizuri bendera ya NBC Premier League, anaipeperusha bendera ya Simba Sports Club na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu Shomari Kapombe kama amefikia hatua hizi, inatajika ndio Shomari Kapombe kapteni wa Simba Sports Club, lakini anatoka wapi? Tanzania, NBC Premier League. Sio Tanzania tu, ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Kwa hivyo title yetu inakuwa kwa upande wa taifa kama nchi kwenye mashindano haya ama kwenye ngao kubwa wa CAF. Sijui umenielewa. Kwa hivyo kwa Shomari Kapombe kubi nominated ni moja ya step kubwa sana Abu. Sawa. Hapo umemzungumzia Shomari Kapombe pamoja na Simba Sports Club. Na inaonesha kwamba muendelezo ule kwa mzuri, consistency ya Simba tangia ilivyokuwa na shiriki michuano ya klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Na unavomzungumzia Shomari Kapombe unamzungumzia mchezaji ambaye yupo na kikosi cha Simba tangia wanapoanza kujitafuta kwenye michuano ya kimataifa mpaka sasa hivi. Huenda Zimbwe Junior naye angeendelea kubaki ndani ya kikosi cha Simba, tungemshuhudia naye mwenyewe pia kwenye kinyang'anyiro chochote cha tuzo. Inawezekana sio msimu, labda msimu ujao pengine, Mungu akipenda. Zimbwe wakati yupo Simba Sports Club pia alikuwa na hiyo nafasi ya kusema kwamba huenda naye angepata nafasi za kubi nominated kwenye tuzo mbalimbali. Why? Kwa sababu alionyesha kiwango bora sana. Lakini kiwango chake ambacho alikuwa amekionyesha Zimbwe Junior hakikumzidi Shomari Kapombe, kwa sababu katika finali ambayo amecheza Simba Sports Club ya kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane ambayo ilipigwa kule Berkane pamoja na Zanzibar New Amaan Complex, Shomari Kapombe alikuwepo na Zimbwe alikuwepo, lakini Zimbwe hakuwa na kiwango bora cha kumfikia Shomari Kapombe, kwa sababu unakumbuka Shomari Kapombe unajua alifunga pia, ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wamescore katika mechi kadha wa kadha. Berkane kule alifanya hivyo. Kwa hivyo kinachombeba zaidi Shomari Kapombe namba za kwake. Lakini kwa upande wa Zimbwe Junior, kama angekuwa kafanya vizuri, ingekuwa pia namaanisha kwamba angebi nominated pia, kwa sababu alikuwa ni coach cha Simba. Hiyo kwenda kwake Yanga haizuii yeye kukosa nomination, lakini nomination ameikosa kwa sababu hakuwa na miongoni mwa watu ambao walifanya vizuri zaidi. Alifanya vizuri lakini sio vizuri zaidi kwa upande wa Zimbwe Junior. Lakini Shomari Kapombe ndio alikuwa bora. Ndio maana unaona kwenye nominations za tuzo ya mchezaji bora Afrika kutoka Tanzania amechukuliwa Shomari Kapombe peke yake, ambaye ndio kapteni wa Simba Sports Club. Ndio. Sawa bwana Arama, tukiwa tunamalizia tusali kwenye hivi vilabu vyetu. Simba, Yanga, Azam, Singida. Simba ametangaza viingilio mchezo wake. Lakini Azam ikatoa free kabisa bure kwa mashabiki zake kwenye mchezo wao wa marudiano dhidi ya KMKM. Na the same to Singida Black Stars. Wao pia wametoa bure majukwaa ya mzunguko kwa mashabiki zao. Na pia kwa Young Africans bure mzunguko kwa mashabiki zao. Lakini Simba wao wameweka viingilio. Inaonesha ubora wa Simba uko wapi hapo kwenye hili, kwa sababu hizi timu zingine zimeshindwa ku-maintain status ya mashabiki zao na kuwapa waingie bure. Ni kwamba kwenye hili Simba anapiga bao mbali kabisa. Hakika hilo sio jambo la kubisha wala la kupepesa. Waswahili walisema kwamba wahenga, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, samaki mkunje angali mbichi. Ndio hicho ambacho kinatokea. Simba Sports Club wametengeneza, naweza nikasema wametengeneza maisha yao binafsi, kwamba wao wana portion yao ya kifootball. Hawataki zaidi kuhusisha mambo ya kisiasa. Nakumbuka msemaji wao Ahmed Ali juzi jana alisema kwamba Chabure ni msiba tu. Msiba ndo unakwenda unaalikwa. Kwanza haualikwi, unaenda ni free. Hakutoulizwa kwamba unatokea wapi. Lakini starehe nyingine zozote, harusi unaalikwa, lakini pia unalipia, kuna michango. Kwa hivyo hata kwa upande wa hivi virabu
Ili uweze kujiendesha lazima utegemee michango kutoka kwa wanachama. Michango hiyo sio kwenye kulipa kadi peke yake. Inaanzia hata kwenye kuisupport team kwenye mambo mbalimbali. Mambo hayo ni yapi? Hata kwenda uwanjani. Ndio maana kwa wenzetu Ulaya tiketi za mashindano mtu anakata tiketi ya mwaka, anakata na siti yake ambayo atakuwa anaitumia mwaka mzima mpaka timu ambapo inacheza. Lakini haushtuki kwa sababu Young Africans kufanya haya mambo ya bure wamekuwa wakiyafanya mara kadhaa. Lakini wana scenario mbaya Young Africans, sema tu hawajashtuka. Yes, Young Africans mara kadhaa wamekuwa wakiweka vitu vya bure, hawatoboi katika mashindano kadhaa. Walifanya hivyo dhidi ya Al Ahly nakumbuka, hawajatoboa. Wakafanya hivyo dhidi ya Al Hilal pia, hawajatoboa. Walikuwa wanahitaji tu dhidi ya Mamelodi Sundowns, hawajatoboa. Kwa hivyo wanafanya yes, USM Alger hawajatoboa. Wanafanya tena dhidi ya Silver Strikers. Siwezi kusema hawatotoboa, lakini tukizungumzia kihistoria wana historia mbaya wanapoweka vitu vya bure. Kwa hivyo tuendelee kusubiri tuone kama safari hii watatoboa kwenye hii bure yao, itakuwa tu wamevunja historia yao. Lakini mara kadhaa Young Africans wakiweka vitu vya bure hawatoboi. Lakini hiki ambacho wanakifanya hakina afya kwenye football, hakina afya dhidi ya wao wenyewe. Young Africans wanaendesha timu kwa kutegemea pesa za wanachama. Lakini leo hii tunaona watu wanaingizwa bure. Naweza nikasema pia ni uoga. Unajua Young Africans sio wazuri sana wakitokea pembeni kwenye upande wa kujaza uwanja Benjamin Mkapa. Abu, umeona wameweka kiingilio, yani nasema wameweka free entry. Hakuna kiingilio. Ila trust me bro, wanaweza pia wakashindwa kujaza ule uwanja Benjamin Mkapa. Itakuwa aibu hiyo. Wanaweza wakashindwa kufanya nini? Kujaza uwanja Benjamin Mkapa, pamoja na kwamba wameweka free entry. Walifanya hivyo mara kadhaa, lakini pia bado tuliona magepu. Ila Simba Sports Club wanapokuwa mawindoni, Simba wanaamini kabisa mashabiki wao ni mashabiki wa kweli. Wale followers unaona pale milioni 7 point kadhaa Instagram sio wa uongo wale. Wale sio marobot yale. Ni watu ambao wanaipenda timu yao. Ndio maana Simba inapokuja swala la kujaza uwanja, utaona tupo hapa. Kabla ya mchezo, kabla ya tarehe 26 siku ya Jumapili kufika, Simba Sports Club tayari itakuwa wamejaza uwanja, ni full house na kwa viingilio ambavyo vimewekwa. Sio kwamba watu wameingizwa bure, lakini Young Africans ambao wameweka viingilio vya bure na uhakika hawatojaza uwanja, na asilimia pia za kwenda kutoboa zinakuwa ni chache kuliko Simba ambao wameweka viingilio katika mchezo wao. Na hapa Simba tayari wameposti Tanzanite ticket sold out mapema tu, ticket za Tanzanite. Kaka, linapokuja Simba, tunaposema Simba ni mfano hai wa kuigwa Tanzania kwenye upande wa uhamasishaji, lakini pia mashabiki wanaoipenda timu ambayo inafanya vizuri katika mashindano ya CAF, either ni Champions League ama ni kombe la shirikisho, Simba Sports Club wako pale namba 1. Tunapozungumzia kwamba Simba wamebino nominated kama klabu ambayo inagombea klabu bora ya mwaka, sio kwa bahati mbaya, inatokea sehemu nyingi. Tunapozungumzia moja ya klabu ambayo pia ina tuzo ya mashabiki bora, hawaji kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya namna ambavyo wanapokea miitikio kutoka kwa viongozi wao. Either twende uwanjani, hamasa. Ukiangalia Simba wanapokuwa nje, Simba wanakuwa hapo nje, lakini huku Tanzania wanaweka big screen mbalimbali. Juzi walifanya Coco Beach, walifanya kitambaa cheupe Sinza. Kwenye mechi dhidi ya Gaborone ambayo ilichezwa kwa Mkapa walikuwa hawana mashabiki, walifanya Coco Beach. Kwa hivyo mara kadhaa wamekuwa wakifanya Mwembe Yanga. Finali watu walitazama pale. Simba iko Zanzibar, lakini pia kwa upande wa bara walikuwa pale Mwembe Yanga. Kwa hivyo unaweza kuona kabisa Simba linapokuja swala la kujaza uwanja, linapokuja swala la timu ambayo inafanya vizuri katika mashindano ya CAF, Simba ni mfano wa kuigwa. Simba ni baba wa mpira Tanzania. Basi sawa, shukrani sana. Here we go. Usisahau kufuatilia Galaxy Media, subscribe hapo chini, tembelea YouTube yetu Galaxy Media, lakini Instagram, Facebook, TikTok tunapatikana @Kaobi Media. Ulikuwa na Ramadhan aka Handeni Finance mbele ya kamera yako. Bye bye.